Na mwenye nyumba huyu mjomba wangu angekuwa huko ndani sasa hivi ungekuta ni maiti. Yaani ningekuepo nyumbani nadhani madhara yangekuwa makubwa sana. Kwa mwenyekiti tuliokuwa ni mzigo, diwani ni mzigo, mbunge mwenyewe ndo kiraka. Hasaidi lolote. Mimi Mrisho Mgwamba alinipa namba zake za simu. 0759 500 namtafuta miaka 5 sijawahi mpata. Mtazamaji wa Tesha Eye, hapa tupo katika mtaa wa Lolovono uliopo kata ya Sokoni 1 jijini Arusha. Wananchi wa eneo hili wamekusanyana kwa hasira mara baada ya ajali kutokea zaidi ya mara 4. Lakini leo hii lori kubwa lililokuwa limebeba mchanga limeanguka karibu na makazi ya watu, ambapo imesababisha ukuta kudondoka, lakini watu wa familia ile kunusurika kwa sababu hawakuwa karibu na eneo hilo. Kilichowakusanya wananchi hawa ni malalamiko yao dhidi ya barabara hii ambayo kwa miaka mingi tangu mtaa huu uwepo haijawahi kufanywa matengenezo wala kutengenezewa mitaro, hali inayosababisha mvua kunyesha na kusababisha barabara kuwa mbovu, na ndicho kilichosababisha gari ile kupinduka na kuangukia ukuta, ambapo wananchi hawa wametishia kutokupiga kura ama kutokushiriki katika zoezi la uchaguzi kwa sababu viongozi kuanzia diwani, mwenyekiti pamoja na mbunge wanadai kwamba hawajawafanyia maendeleo. Tumefika hapa kuzungumza nao na utawasikia. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye. Mimi kwa jina naitwa Mama Sabia. Niko mtaa wa Lolovono. Mimi nilipopata taarifa nilikuwa sipo. Nilienda nimpeleka mamangu hospitali, nikapigiwa simu muda saa 4. Naambia njoo nyumbani kwako haraka sana, kuna gari limelalia ukuta hapo. Kwa hiyo nikatoka kule, nimefika paka hapa nikashuhudia, nimeona. Na hii sio mara ya kwanza, hii ni mara ya 4. Ni mara ya 4 paka leo. Yaani ningekuepo nyumbani nadhani madhara yangekuwa makubwa sana. Na namshukuru Mwenyezi Mungu sikuwepo. Nadhani ningekuepo ingekuwa ni mambo mengine kwa hicho kishindo kilichokuwa hapo. Maana kila aliyokuwa hapo anaita mama fulani, wakasema hayu, wengine wakatamani hata waruke ukuta waangalie, wakakuta kufuli mlangoni. Naitwa Zamiri Yusufu Swai. Bwana, changamoto yetu kubwa ni barabara hapa. Pili, gari imeshaanguka hapa, hii ni mara ya 4 imeanguka. Na aliyevunjiwa ukuta hapo ni mjomba wangu. Hii ni mara ya 4 anavunjiwa ukuta hapo. Kanipigia simu nikaja nikakuta ukuta umevunjika hapo. Sasa jamani, mnasema habari ya Tarura ndio nini? Kuna diwani, kuna mbunge, kuna mwenyekiti, kuna balozi yeye kuanzia saa 3 yuko hapa asubuhi. Amepigiwa Losingo simu ambaye ni mwenyekiti wa mtaa tangu saa 5 mpaka sasa hivi saa 11 inaenda. Nimeangalia saa yangu mimi hajafika hapa. Huyu mbunge alikuja kufungua daraja hapa Mrisho Gambo. Barabara aliiona lakini hajawahi kurudi nyuma hata siku moja. Mimi Mrisho Mgwamba alinipa namba zake za simu. 0759 500 namtafuta miaka 5 sijawahi mpata. Mrisho Gambo namba zake ni 0759 500 sijawahi mpata. Hapokei kabisa simu. Kwa ajili ya kero hii hapa ya barabara hii, nataka nimuelezee. Hajawahi kushika simu yangu mimi. Alikuwa anashika simu akiwa DC. Akaja kupandishwa kwa RC na Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kuanzia wakati hajashika simu yangu kabisa. Hajashika kabisa. Tunamwambia bwana, wewe kama mbunge wa Arusha, hebu jitahidi kutengeneza hii barabara, kwa sababu hapa kungekuwa na watoto hapa tungekuta saa hii ni mambo mengine. Na mwenye nyumba huyu mjomba wangu angekuwa huko ndani sasa hivi ungekuta ni maiti. Changamoto ni barabara. Naitwa Daudi Faraji Mfinanga. Mimi ni mjumbe wa balozi. Hii barabara yetu imeshatutesa kwa muda mrefu sana. Kuanzia sasa hivi ni mwaka wa 5. Tunaanzia kwa mbunge ambao Mrisho Gambo mzee wetu huyo. Alikuja kuzindua ile daraja hapo chini. Daraja la Mazengo. Alipita hii barabara, aliona matatizo yake. Hakuna kitu chochote kinachokifanyia kazi. Tunakuja kwa diwani wetu, Sayuni. Tangu tumempa kura yetu mpaka leo hii hajawahi kukatiza njia kabisa.
Yaani mambo yake anaisha ofisini huko, akitoka ofisini huko nyumbani kwake. Hamnaga tena habari kuja kusema kwamba anahudumia wananchi wake. Na kura tumempa na hatujalala usiku mzima tunapambana apite awe diwani wetu. Tunakuja kwa mwenyekiti wetu. Tulikuwa na mwenyekiti ambao ni Godbless Lema huyu. So Godbless Lema. Sasa ukiniambia majina yake marefu kwa yataja yote ni vigumu. Ila najua kama Lema. Yuko pale Ngusero. Juzi kati amevuliwa uongozi amepewa Ulosingo. Ulosingo amechukua uongozi wa mwenyekiti mpaka sasa hivi. Hajamaliza hata miezi 5 tuseme tangu kwenye uongozi wake. Lakini tangu saa 3 asubuhi ile imetokea hapa, tumempigia simu. Sio simu moja tu, tumepigia simu tofauti. Lakini mpaka sasa hivi saa 12 inafika, hajaonekana eneo la tukio. Tuna mwenyekiti, tuna mzigo. Hiyo ni mzigo. Hivi light hii barabara kama unavyoiona, watoto wanacheza kama unavyoona, kuna duka ziko huku, kuna nyumba za watu wamepanga huku, kuna nyumba kama unavyoona hapo. Watoto wengi wanacheza barabarani hapa. Ingekuwa ni mtoto mbano hapo chini mpaka muda huu ingekuwa ni kitu gani kinachoendelea? Au nataka mama avue chupi wavae kichwani? Hivi mtoto wa mtu mbano kweli kwa design hii gari ilivyokaa muda mrefu hivyo. Ni kitu gani kinachofuata? Haya, kuna hii nyumba madhara imetokea kama hivyo, imeshaangusha hivyo, imevunja ukuta hapo. Na mafundo yanaendelea kwa site hapo. Tuseme mama angekuwa mtoto wake wako hapo ndani au yeye mwenyewe angekuwa hapo ndani. Ni kitu gani kwa kile kishindo tu? Si pressure tu, kwa tunaenda kuzika huko Njiro. Kwa mwenyekiti tuliokuwa naye ni mzigo, diwani ni mzigo, mbunge mwenyewe ndo kiraka. Hasaidi lolote. Tatizo kama hili tangu saa 3 mpaka sasa hivi ngakuta diwani ashafika. Kwake sio pale ninapo chini, dampo. Mwenyekiti ni hapo juu, hata kwa mguu hata dakika 15 alikuwa ishi. Ngakuta ashafika hapa. Haya, huyo mbunge mwenyewe sijui sasa hivi labda yuko bunge Dodoma sijui, siwezi kumuingilia sana hapa. Lakini hawa wasaidizi wake ingekuta ameshafika eneo la tukio. Na hii ajali inayotokea barabarani hivi sio mara ya kwanza. Ili mpaka sasa hivi ajali unayoiona hapa ni ajali ya 4. Ilitokea kwanza pale mwisho alipojenga ile mtaro wa maji pale, ilitokea kwanza guta, ikaja katokea gari, hii tena ni ya gari. Na viongozi wapo, wanachukua jukumu gani? Au ndio ile mshasiku anaanza kulomba balozi afanye kazi. Balozi anajitenga, CCM mbele kwa mbele. Kesho kutwa hapa inaanza hiyo. CCM mbele kwa mbele. Tunapita bila kupingwa. Naitwa Rasuli Malia, balozi shina namba 79. Chanzo cha ajali ni barabara mbovu. Ndio, ubovu wa barabara. Ndio, barabara huu ni mwaka tangu 2000 na ngapi. Haya mawe tumeweka sisi wenyewe haya. Kwa hela za wananchi. Tumechangia, wananchi wamejichanga, tumemwaga hii lori hapa, palikuwa pabovu zaidi ya pale. Lakini hapo ni leo ni mara ya 4. Gari zinaanguka kama hizi. Wananchi wamesema kama barabara hii haitatengenezwa, hawatajitokeza kwenye uchaguzi. Inanipa ugumu sana kwa sababu hata hizi fomu za manyumba ya umeme wanasema si unatuletea fomu tujaze. Kodi zetu tunakatwa lakini hatuoni maendeleo yanayofanyika. Barabara ina nani hizi? Barabara ni shida kwao.